Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo 0752732515. Baba Sam the King. Uhali gani mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti, karibu tena katika simulizi zetu za sauti ambazo umezoea kuzipata hapa, na hii simulizi si nyingine, inaitwa Dada wa Kazi na Bosi sehemu ya 27. Kwenye upande wa YouTube channel tunaitwa Baba Sam the King Tanzania TV channel, lakini kwenye upande wa akaunti ya TikTok tunaitwa Baba Sam the King channel. Kwenye upande wa YouTube channel tunachokuomba subscribe, lakini kwenye upande wa TikTok tunachokuomba follow, lakini kwenye mitandao yote tunachokuomba like, share, comment ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Sasa tujikumbushe sehemu ya 26 tulipoishia. Tuliishia sehemu ambapo kijana wa kuitwa Tobias Mavugwe akiwa ameshangaa huyu binti wa kuitwa Sikununu anataka kuondoka arudi kwa mwenyeji wake ambaye aliyemwokota baada ya kuwa amefukuzwa kutoka hapo kwa mzee Fares ambaye anaitwa mzee Masunga. Pia tukawaona Zatiti na hao wageni watatu ambapo ni Clara, Sijaona pamoja na Sikununu akiwa na wasindikiza ili waweze kutoka nje na kuweza kuondoka warudi nyumbani kwa mzee Masunga. Lakini wakati anawasindikiza, mzee Bareke pamoja na Tobias Mavugwe na wao wakatoka nje na hatimaye wakashika njia ya kuelekea stendi, wakapanda gari na kuondoka, huku Zatiti akiwa hajui. Sasa ni kukaribishe sehemu ya 27, tuendelee kuidadavua simulizi hii ili tuweze kujua ni kitu gani ambacho kinachoendelea sehemu hii. Baada ya kuwasindikiza, aliwapeleka kabisa na kuwavusha nyumba kadhaa. Baadaye aliwaaga na hatimaye akarudi. Alirudi na kufika ndani ya hilo jumba la kifahari la mzee Fares na kukuta hata mzee Bareke pamoja na Tobias Mavugwe hawapo. Alianza kutahamaki, alianza kuwa mwoga kweli kweli. Alianza kuwaza sana, watakuwa wameelekea wapi na mbona hawajaaga? Inamaanisha kwamba watakuwa wameondoka. Baadaye akachukua simu yake na kuanza kupekua hapa na pale. Baada ya kupekua meseji ambazo zilizokuwepo katika simu, akaiona meseji ambayo iliyomwandikia yani Tobias Mavugwe. Namba yake imeandika, binti yangu, tunarudi kijijini pamoja na babu yako, hatutakuwepo. Endelea na kazi, kama utafanya kazi hapo sawa, lakini kama utahama kwenda kufanya kazi sehemu nyingine sawa, lakini yoyote yule ambaye atakaye kunyanyasa binti yangu, hakikisha unanipatia taarifa. Baada ya kuona ujumbe huo, aliusoma na hatimaye akafuta meseji zote pamoja na za mtandao zilizokuwa humo ndani ya simu yake. Akairudisha mezani, moja kwa moja kaelekea chumbani kwake.
baada ya kuelekea chumbani kwake alimwacha mzee Fares akiwa amezubaa, akiwa hajui aende wapi, afanye kipi. Yani haamini kama endapo binti Sikununu amemtoa kwenye mdomo wa mamba, kwa sababu alikuwa kama mtu ambaye yupo kwenye mdomo wa mamba, kwa sababu siku hiyo ndipo ambapo kesi ingeweza kufunguliwa na kwenda kufungwa kwa ajili ya kesi ya unyanyasaji wa kijinsia, kwa sababu amemnyanyasa huyo binti. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo ilivyotokea, lakini kwa wakati huo tayari ameshalipa faini kutokana na jinsi ambavyo Sikununu amewaelekeza. Kwa hiyo kwa sasa yuko huru. Hakuamini, lakini baadaye aliingia na yeye chumbani kwake na kuchukua simu, akampigia Mama Suzi kwamba tayari kesi ameshaishinda, huku akiwa anarukaruka, akiwa ni mzee mwenye furaha, ingawa ndani ya hizo siku 7 alikonda kabisa na kitambi chote kikaisha. Lakini wakati huo, baada ya kusikia mke wake amepigiwa simu ya mwanaume ambaye ana furaha na anazungumza kwa kujiamini, moja kwa moja Mama Suzi aliahidi kwamba angerudi kesho yake, na baadaye Zatiti alianza kufanya kazi kama jinsi ilivyo kawaida, pasina shida ya aina yeyote, na alienda moja kwa moja na kumwamsha bosi wake, na hatimaye wakala chakula akamwelezea kuhusiana na kwamba wazazi wake wanahitaji pesa huko kijijini, kwa hiyo anaomba mshahara wake wote ili aweze kuanza upya. Mzee Fares alikubali kwa sababu alikuwa anamwamini sana binti huyu Zatiti. Kwa hiyo aliamua kumlipa mshahara wake, akampatia, na hatimaye akamwambia waanze mkataba upya, kutokana na kwamba Fares alikuwa haishi na wafanyakazi hivi. Alikuwa na mkataba kabisa. Kila mwisho wa mwezi alikuwa anaandika fedha zake za huyo dada wa kazi pembeni kwenye kitabu. Alikuwa na account book ambayo alikuwa anaandika ili kuweza kukumbuka madeni ambayo anakuwa anadaiwa na dada wa kazi. Hakutaka kabisa kumdhulumu, wala hakutaka kutokukumbuka kwamba ni fedha kiasi gani ambayo anadaiwa. Na hapo Zatiti alikuwa anafanya kazi ya 70,000 kwa mwezi. Kwa hiyo alimpandishia na hatimaye akamwambia atakuwa anapokea 80,000 kwa mwezi. Kwa sababu gani alimpandishia? Ni kwa sababu alimuokoa kwenye janga kubwa sana. Angekuwa binti mwingine, manake asingeona tena huruma. Kipindi hicho ambacho Sikununu alikuwa anatafutwa, asingekuwa na huruma ya kusema kwamba basi ule mpango wake aliyokuwa nao wa kwamba ni lazima kwanza Sikununu apatikane ndo aweze kufanya kazi, aliamua kuuvunja na kuanza kuwasaidia kufanya kazi kwa huruma. Angekuwa binti mwingine angekaza. Na kipindi kile ambacho wamemchukua wakaondoka, mzee Bareke pamoja na Tobias Mavugwe wakamchukua na huyo binti wakaondoka naye kula bata huko kusherehekea, huku akisubiria muda ufike waende wakafungue kesi. Angekuwa ni binti mwingine asingerudi tena kwa mzee Fares na kumpikia chakula, hali ya kwamba tayari walishaondoka naye, asingekuwa na ujasiri. Kwa hiyo alimpandishia mshahara kutokana na ujasiri wake.
tukirudi katika upande wa pili, Mzee Masunga alianza kuwahoji hawa mabinti ni wapi walipotokea, kwa sababu waliaga wanaenda kwa muda mfupi sokoni alafu baadaye wanarudi. Lakini ni kweli mahitaji waliokuwa wameenda kuyachukua wameyaleta, lakini anashangaa kwa nini wamechelewa. Ni nini ambacho kilikuwa kinaendelea? Lakini Sikununu aliwatetea na kusema kwamba wakati wanaenda wamefika eneo fulani wakakutana na babake mzazi pamoja na mchumba wake. Kwa hiyo ikabidi wamchukue na kuanza kumhoji kuhusiana na kesi ya Mzee Fares, wanaifanyaje, waifungue au nini anachokitaka, kwa sababu aliyeumizwa ni huyu Sikununu. Yeye ndiye ambaye aliyefukuzwa na kwenda kunyeshewa na mvua mpaka alipoingia kwenye kontena la Mzee Masunga na hatimaye mpaka kufika kwa Mzee Masunga. Kwa hiyo yeye ndo aliyeumia. Sasa wamempata. Je, wanataka afanye nini? Yaani anatoa wazo gani juu ya kesi ambayo inaenda kufunguliwa ya unyanyasaji wa kijinsia? Lakini alimueleza yote Mzee Masunga na hatimaye akaelewa kwamba ni kitu gani ambacho kilitokea. Lakini alijaribu kuwahoji na kuwauliza kama endapo kuna mjukuu wake hata mmoja aliyetoa taarifa hizo, lakini Sikununu aliwatetea na kusema hakuna yoyote ambaye aliyetoa taarifa, bali walikuwa wanatembea hapo njiani sehemu fulani hivyo wakawakuta walipokuwa wamekaa. Lakini hata Mzee Fares hakujua kabisa kama endapo Sikununu amepatikana, lakini alikuja kushangaa tu pale ambapo alipokutana nao wakiwa pamoja na Mzee Bareke pamoja na Tobias Mavugwe, lakini pia na wadada wengine. Wakaenda kumgongea pale nyumbani kwake alipokuwa amelala, na ndiyo maana akamwambia kabisa kwamba kuna wakati ambapo ilitokea walimgongea akawa kama vile hataki kufungua milango. Alikuwa ni muoga sana, lakini baada ya kumuona Zatiti ndo ameenda nao wote hao, akawaza kwamba kutakuwa kuna amani. Kwa hiyo alimwambia yote ambayo yaliyotokea huko nyuma. Hapo ndipo ambapo basi alifunika kombe mwanaharamu apite, lakini kwa hali ya kawaida hapo alikuwa anajaribu kumtegatega ili tu Mzee Fares azidi kukonda, kwa sababu yeye ndiye aliyekuwa kiwatuma wahuni kwenda kuiba nguruwe kwa Mzee Masunga, na hao nguruwe wanawapeleka kwenda kuwauza, wengine wanaenda kuwachinja, wanagawana nyama. Kwa hiyo naye alikuwa anataka amkomeshe kama anataka kulipiza kisasi hivi, lakini hicho kisasi Mungu akaja kamruzuku. Hawa ambao wanataka kufungua kesi wakakutana na mhusika aliyepotea. Kwa hiyo ikawa ni vyepesi sana hiyo kesi kuivuruga, yani manake hicho kisasi hakikuwezekana tena, kiliharibikia hapo hapo. Lakini Mzee Masunga aliwaza kwamba ipo siku kuna chochote kile tu atakachokifanya, yaani atamkandamiza, ikiwezekana atahonga hata rushwa ili aweze kukomeshwa na tabia yake iweze kuishia hapo. Mpenzi msikilizaji wa Simulizi za Sauti, sehemu ya 27 ya simulizi hii inayoitwa Dada wa Kazi na Bosi imeishia hapa.
tumemuona Mzee Masunga akiwa na wasiwasi kubwa sana juu ya hao mabinti walipotokea. Ameshangaa, wameenda muda mrefu, waliaga wanaenda sokoni kwa muda mfupi, lakini wamechukua muda mrefu. Ni nini ambacho kilichojiri? Na hatimaye Siku Nunu amekuja, amewatetea kwa kila hali. Kwenye upande wa YouTube channel tunaitwa Baba Sam the King Tanzania TV channel, lakini kwenye upande wa TikTok tunaitwa Baba Sam the King channel. Kwenye YouTube channel tunachokuomba subscribe, lakini kwenye akaunti ya TikTok tunakuomba follow. Lakini kwenye mitandao yote tunachokuomba like, share, comment ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Mimi ni Hasdi02 Baba Sam the King, ni kuage niseme kwa heri mpaka sehemu ijayo. Alamsiki. Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo: 0752732515. Baba Sam the King.